wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wamiliki wa silaha kuhakikisha wanakamilisha vibali na taratibu zote za kisheria za umiliki wa silaha zao kabla ya Agosti 30, 2026, akitangaza kuanza kwa operesheni maalum ya ukaguzi wa silaha baada ya kutangaza muda huo. Akizungumza na wanahabari, Chalamila amesema wamiliki wa silaha ambao kwa kusahau au kutokuwa na uelewa wameendelea kumiliki silaha bila kulipia vibali vinavyohitajika wanapaswa kufika katika mamlaka husika haraka ili kukamilisha malipo au kuhakiki umiliki wa silaha zao. Chalamila amewataka pia wananchi ambao ndugu zao wamefariki na kuacha silaha zenye vibali halali kufuata taratibu za kisheria kwa kuwasilisha taarifa na silaha hizo kwa mamlaka husika ili kupata maelekezo kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Aidha, amesema watu ambao silaha zao zimeibiwa wanapaswa kutoa taarifa polisi na kufuata taratibu zinazohitajika kuhusu silaha hizo badala ya kuzificha au kuendelea kuzitumia iwapo zitapatikana. Mkuu huyo wa mkoa amesisitiza kuwa baada ya Agosti 30 operation maalumu itaanza na mtu atakayebainika kumiliki silaha kinyume cha sheria atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Wapo baadhi ya watu ambao wanamiliki silaha kisheria, lakini kwa bahati mbaya sana silaha zao hazijalipiwa kwa maana ya zile tozo za kisheria ambazo hulipiwa kila mwaka, yani vibali, uhuishaji wa vibali vya umiliki wa silaha kila mwaka. Lakini wapo pia baadhi ya wanafamilia ambao wamiliki wa silaha hizo wamefariki, lakini kwa bahati mbaya sana hawajui silaha hizo ziende wapi. Mtu alikuwa anamiliki bastola, alikuwa anamiliki shotgun, sasa bahati mbaya mmiliki huyo amefariki. Sasa wanafamilia wanakuwa hawaelewi silaha hiyo waipeleke wapi. Sasa maelekezo ya kwanza ni kwamba yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria, ahakikishe kuanzia sasa, tarehe ya leo mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, anafika kwenye mamlaka maalum kuhakikiwa silaha yake na kuilipia vibali vyote ambavyo vinatakiwa kama mchakato wa kisheria wa kuhuisha umiliki wa silaha hiyo kisheria. Kwa wale wote ambao wanamiliki silaha kisheria na kwa bahati mbaya sana katika hali ya kujisahau au pengine kutokuwa na uelewa kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo, lakini zaidi pia kuweza kuhakikiwa umiliki wa silaha zao kabla operation maalum haijaanza kwa kila mmoja. Lakini jambo jingine, kwa wale ambao wamefiwa na wale waliokuwa wakimiliki silaha hizo, wahakikishe michakato ya urithi inapoendelea, silaha hizo zinawasilishwa kwa jeshi la polisi ama kwenye kituo chochote cha polisi kilicho karibu nao ili waweze kupata maelezo mafupi kuhusu namna ya uhifadhi wa silaha hiyo mpaka pale michakato ya urithi itakapokamilika. Kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, wameacha silaha na vibali maalum vya umiliki kwa yali yao, basi wafanye haya ambayo nimeyatangaza. Wale ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria, mtu labda alikuwa ni kibaka, aliiba begi akidhani kuna hela, kujilichungulia begi kuna silaha, akaamua kwenda nayo nyumbani au kuitupa na vitu vingine vya namna hiyo. Wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali zitakuwa chini yao. Kwa nitangaze tena rasmi kwamba kwa wale wote ambao wanamiliki silaha wasikilize tangazo hili. Ni muhimu kwa mkoa mkubwa kama wa Dar es Salaam vitu vyetu kufanya chini ya utaratibu wa sheria na kanuni. Hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, wale wanaopaswa kuhakiki, wale wanaopaswa kurudisha silaha hizo, wale wanaopaswa pia kusalenda kwamba nilikuwa na silaha katika njia ambazo si halali, ninairudisha. Hata ukitaka nenda kaitupe mahali, jeshi la polisi litaiokota, litaiweka silaha hiyo, huku masuala mengine ya kisheria yakiendelea.
Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.